Karibuni sana watazamaji wetu katika safari ya kipekee ya kihistoria. Leo tunakuletea simulizi ya maisha ya mmoja wa watu walioacha alama katika siasa za Kenya, Raila Amolo Odinga. Katika zijazo tutachunguza kwa kina safari yake kuanzia utoto wake huku Maseno, elimu yake, mwanzo wa maisha ya kisiasa, changamoto alizopitia, nafasi alizoshikilia na mchango wake katika historia hii ya Kenya. Hii si hadithi ya mwanasiasa pekee, bali ni simulizi ya maisha yenye mapambano, matumaini, ushindi na mafunzo pia. Endelea kuwa nazi tunapoangazia sura mbalimbali za safari ya Raila Amolo Odinga, habari iliyoandaliwa na kuletwa kwako nami Victor Kenyanya. Raila Amolo Odinga alizaliwa mnamo tarehe 7 Januari mwaka 1945 huko Maseno, ikiwa ni kwenye kaunti ya Kisumu nchini Kenya. Yeye ni mtoto wa Jaramogi Oginga Odinga, makamu wa rais wa kwanza wa Kenya baada ya uhuru, na mama Mary Juma Odinga. Alisoma katika shule ya msingi ya Maranda na baadaye akajiunga na shule ya upili ya Maranda. Kisha alisafiri kwenda Ujerumani Mashariki, ukipenda East Germany, ambako alisomea uandishi wa mitambo, yaani mechanical engineering, na kuhitimu mwaka 1970. Baada ya kurejea Kenya, alifanya kazi kama mwadhiri na baadaye akajihusisha na biashara ya kutengeneza mitungi ya gesi. Katika mwaka wa 1980, Raila alianza kupigania demokrasia na mfumo wa vyama vingi nchini Kenya. Serikali ya Rais Daniel Arap Moi ilimtumu kuhusika na jaribio la mapinduzi mwaka 1982. Alikamatwa na kuzuiliwa bila kufikishwa mahakamani kwa miaka kadhaa. Baadaye aliachiliwa, lakini alikamatwa tena mara kadhaa kutokana na shughuli zake za kisiasa. Mwaka 1991 alikwenda uhamishoni nchini Norway kabla ya kurejea Kenya baada ya kuruhusiwa kwa mfumo wa vyama vingi. Kwenye safari yake ya kisiasa, mnamo mwaka wa 1992 Raila alichaguliwa kuwa mbunge wa Lang'ata. Katika maisha yake ya kisiasa, aliongoza na kuwa mwanachama wa vyama mbalimbali kama vile Ford Kenya National Development Party, Liberal Democratic Party na Orange Democratic Party. Alijulikana kama mmoja wa viongozi wakuu wa upinzani nchini Kenya. Katika utumishi wake serikalini, Raila alishika nyadhifa mbalimbali zikiwemo mbunge wa Lang'ata, waziri wa nishati, waziri wa barabara, ujenzi na makazi, waziri mkuu wa Kenya kuanzia mwaka 2008 mpaka 2013. Mnamo mwaka 2007 aligombea urais dhidi ya Rais Mwai Kibaki. Matokeo ya uchaguzi yalipingwa na kusababisha machafuko makubwa yaliyosababisha vifo zaidi ya watu 1000 na maelfu kuhamia makazi yao. Kupitia upatanishi ulioongozwa na Kofi Annan, serikali ya muungano iliundwa mwaka 2008 na Raila kuteuliwa kuwa waziri mkuu. Akiwa waziri mkuu, Raila alifanya kazi pamoja na Rais Mwai Kibaki. Serikali yao ilisimamia kupitishwa kwa katiba ya Kenya mwaka 2010, uboreshaji wa miundombinu ya barabara, kufufua uchumi baada ya mchafuko wa mwaka 2007, mageuzi katika taasisi za serikali na uchaguzi wa urais. Raila Odinga aligombea urais mara kadhaa, ikiwemo mwaka 1997, mwaka 2007, mwaka 2013, mwaka 2017 na pia mwaka 2022. Ingawa hakushinda uchaguzi wowote kati ya hizo, aliendelea kuwa mmoja wa viongozi mashuhuri na wenye ushawishi mkubwa katika siasa za Kenya. Raila alimwoa Ida Odinga, walijaliwa na watoto wanne akiwemo marehemu Fidel Odinga. Raila Odinga alijulikana kwa kupigania demokrasia, kutetea mfumo wa vyama vingi, kusaidia kupatikana kwa katiba ya 2010, kupigania haki za wananchi na mageuzi ya kisiasa, na kuimarisha mfumo wa ugatuzi yani devolution nchini Kenya. Raila Amolo Odinga alifariki dunia tarehe 5 Oktoba mwaka 2025 akiwa na umri wa miaka 80. Alifariki akiwa katika jimbo la Kerala nchini India alipokuwa akipokea matibabu baada ya kupata mshtuko wa moyo. Baada ya kifo chake, Rais William Ruto alitangaza maombolezo ya kitaifa. Viongozi kutoka Kenya, Afrika na dunia kote walimuenzi kwa mchango wake mkubwa katika demokrasia na maendeleo ya kitaifa. Alizikwa tarehe 19 Oktoba mwaka 2025 katika makazi ya familia yao huko Nyamira Village, Bondo, kaunti ya Siaya, karibu na kaburi la baba yake Jaramogi Oginga Odinga. Na kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndio natamatisha habari hiyo. Langu jina ni Victor Kenyanya.